Ujambo mpenzi mtazamaji unayetazama runinga ya Hope Channel Kenya. Ningependa kuchukua fursa hii niweze kukukaribisha tena katika siku nyingine ambayo tuliweka ahadi ya kwamba mahali ni hapa hapa ndipo tutakapokutana. Basi leo kwa kuwa ahadi lazima tuitimize, napenda kuchukua fursa hii nikwambie karibu sana katika runinga hii ya Hope Channel Kenya ambayo inakupeperushia matangazo na vipindi katika njia mbalimbali na kukufahamisha hasa wakati huu tukiwa mji wa Mombasa. Majuma matatu sasa yanakaribia tukiwa na somo safi sana na kampeni nzuri sana inayosema wakati ni sasa. Jioni hii leo basi nipende kukuambia karibu sana katika fundisho ambalo tuko nalo kuhusu kufahamu Biblia kwa undani. Maana Biblia yetu lazima tuifahamu na kila siku lazima tuweze kujifunza na kumjua huyu Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo katika siku ya leo, kipindi hiki ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa masaa kama haya, napenda kusema kwamba karibu sana na uweze kubarikiwa, maana ndio kwanza tunaanza mambo mazuri. Kwa hivyo ni vyema kuchukua muda wako ukiwa pale nyumbani au popote pale ulipo. Napenda nikukaribishe katika njia ya kipekee. Katika studio basi ninao wageni ambao ningependa kuchukua fursa ya kipekee niweze kuwakaribisha ili pia nao kapate kuwa na nafasi ya kuweza kusema naye. Mkono wangu wa kushoto kwako wewe unaweza kuwa kulia ama kushoto sijui, lakini ninaye mgeni ambaye ningependa nimkaribishe. Karibu sana mgeni wangu. Mpendwa mtazamaji, ningependa nikusalimie kwa jina la Yesu. Ujambo. Karibu. Jina langu naitwa Francis Juma. Asante sana mwalimu Francis Juma ambaye tuko naye katika siku hii ya leo. Vile vile pia tunaye mgeni mwingine ambaye tuko naye na napenda pia nichukue fursa hii niweze kumkaribisha. Karibu sana mwalimu. Sabato njema mtazamaji, pamoja nawe ni mimi Nzai Kombe, tukiwa pamoja katika hii uchambuzi wa Biblia. Asanteni. Asante sana mpenzi mtazamaji unayezidi kutazama. Ndio mwanzo basi hivi tunasema mkoko ndio unaalika maua. Nakwambia ndi kujifunza zaidi, na safari hii Biblia inatufunza mambo mengi, lakini nichukue fursa hii nikaribishe mwalimu Nzai aweze kutufungulia kwa ombi. Tukaweze kusali. Lihimidiwe jina lako mfalme, muumba wa mbingu na nchi, uliyetukirimia nafasi hii ya Sabato ikiwa ni zawadi na tunu kwetu sisi kama waja wako. Turehemu, nena nasi na ukaweze kutayarishia kwa juma na Kristo mara ya pili tunapotarajia ile sherehe kubwa, karamu kubwa itakayofanyika. Naomba ukaweze kutayarisha ili tukaweze kuwa waaminifu hadi wakati huo, kwani muomba haya yote nikiamini kupitia kwa jina takatifu la Yesu Kristo. Amina. Amen. Asante sana mwalimu Nzai kwa kupatia fursa ya kuweza kutuunganisha katika mawasiliano na muumbaji wetu, ya kwamba tumeanza kipindi cha kujifunza Biblia kwa undani. Lakini jina langu unaniita Martin Ndatune. Vile vile pia niko naye mwenzangu ambaye tunasaidiana naye kwa upande wa ishara, anajulikana kwa jina la Beatrice Nyamwea. Kwa hivyo naomba kwamba uweze kuchukua nafasi, uweze kutulia ili kusudi tuweze kuendelea. Kama kawaida nimevaa socks zaidi ili kusudi kiatu kisivuke, lakini kwa sasa tunatembea. Najua Peter Sitati kule sehemu za Nairobi amekaa akitizama, kwa hivyo sitia swasi, hatuharibu, tuajenga pamoja. Na neema Mungu zidi kuwa pamoja nawe. Pengine nirudi kwa mwalimu wangu, mwalimu Nzai, tuweze kukumbushana pengine kwa yale ambayo tumekuwa tukijifunza, manake ni Biblia hili. Na kujifunza Biblia ndiko tunataka tujifahamishe. Hebu tukumbushe tu yale ambayo tulijifunza juma lililopita. Naam, asante sana mwenyekiti kwa kupatia utangulizi ulio bora. Na mtazamaji, ningetaka kupatia utangulizi huu kwa kuanzia pale tulipoachia wiki iliyopita. Na kama tulivyokuwa tumekuwa tukichambua ufunuo ama umetumwa kuchambua unabii. Na mara kwa mara watu wengi wamekuwa wakidhani kwa unabii ni jambo kama fumbo lisiloweza kueleweka ama kungamuliwa na mtu tu kwa kawaida. Basi hilo limefanya watu wakakuwa na maana tofauti tofauti. Wengine wakadhani kwa haya ni mashairi tu, wengine wakadhani hizi ni tenzi tu ambazo tunaweza zifuata kama zaburi yoyote.
Lakini katika muhula huu ama wakati huu tunaenda kuangalia kwa undani, je, ni jinsi gani tutaelewa unabii? Maana unabii ni Yesu Kristo mwenyewe yuanena pamoja nasi. Kwa hivyo lazima tupokee neno la Yesu Kristo. Na ndio maana tunaenda katika Biblia tukidhani ama tukijua kuwa Biblia linajitafsiri lenyewe. Aya hapa, aya pale, hoja hapa, tukijenga mada. Kwa hivyo awali tuliangalia kwa kuna kanuni ya kutaja mwanzo. Unapoona kwa kuna shaka lolote katika neno lote la unabii, unajiuliza, je, kuna mahali yote ambalo limetajwa neno hili? Kwa hivyo nakumbuka tulipokuwa tusoma katika Ufunuo 5, tukajiuliza huyu nyoka ni nani? Huyu nyoka alitoka wapi? Tukaona kwa kuna mwana kondoo pale, tukajiuliza huyu mwana kondoo ni nani? Kwa hivyo katika ile nia ya kutaka kuelewa unabii, tukaanza kujiuliza sasa hizi ishara za maanisha nini? Tuliporudi katika vitabu vingine tukapata kwa mwana kondoo kumbe ni Yesu Kristo Masihi. Tulipoangalia katika pia nyoka ni nani, tukaona kumbe ni yule nyoka ambaye ni joka wa kale, Ibilisi, Shetani. Asante sana. Tukaona mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo, tukaona kifo kilija pale katika Mwanzo 3, na pia tukaona mwisho ilikuwa kuna upendo mkubwa sana wa Mwenyezi Mungu. Alimuonyesha yule Abrahamu, akamwonyesha pia kupitia kwa mwana wa Yesu Kristo. Kwa hivyo baada ya yote tunapoona kunaye mwovu Shetani anayetuletea kifo, lakini tunayo raha kubwa katika mwana kondoo, maana anatupatia uzima, raha milele na milele. Kwa hivyo nabii ni jambo rahisi sana, na tunapoangalia katika wiki hii tunaenda kuona kwa jambo hilo maneno yote ambayo tunadhani ni mafumbo kama ndoa. Tunapoangalia katika Ufunuo 19, ndoa ni nini? Ndoa ya mwana kondoo na mpenziwe. Hawa ni kina nani? Hili kama ni fumbo kwa asielewa. Tuenda kuliangalia ndani kwa ujendo. Asante sana. Asante sana Mwalimu Nzai. Umeweza kutugusia mambo ambayo tulikuwa tukifikiria kwamba ni magumu upande wetu. Kwa sababu kuna wengi mpaka mtazamaji pale anafikiria kwamba mambo haya ni magumu. Hata msikilizaji anayetufuatilia katika redio zetu anadhani kwamba mambo haya ni mazito kueleweka. Lakini kumbe ukianza mwanzo utakuwa na ufahamu wa kuelewa, maana yanajieleza yenyewe. Na ishara zote hizi Mungu alitaka kuzifunua ili kusudi tukaweze kuzifahamu. Asante sana. Amina. Tuje kwa Mwalimu Juma. Mwalimu Juma, karibu sana, uweze kutupatia sasa, tuambie. Asante. Unajua sasa mambo kuhusu mambo ya ndoa hapa. Na mambo ya ndoa haya pasi mambo madogo. Na hizi tamthilia za semi zinapogusa ndoa, inabidi kwanza tukae kando. Imefanya wengine wamekuwa wavivu ama waoga kuingia katika ndoa. Biblia na somo la ambalo linatuletea katika ndoa liko inalenga wapi? Asante. Kwa sababu mwalimu amesema kwamba kuna kanuni ya kutajwa kwanza, wacha tuanze ndoa ilianza wapi? Nani muasisi wa ndoa na ilianza wapi? Kitabu cha Mwanzo 2. Baada ya mwanadamu kuumbwa, katika kitabu cha Mwanzo 1 aya 26, Bwana Mungu akasema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Baada ya kumfanya mtu kwa mfano wao, Mungu akawaambia katika aya 28, akawabarikia Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kitambaacho juu ya nchi. Kwa hiyo Mungu akawaeka Edeni katika Mwanzo 2. Alipowaeka Edeni akawabarikia alivyowabarikia katika Mwanzo 1. Adamu alipoumbwa kutoka mavumbi ya ardhi, Biblia inasema alikuwa peke yake. Mungu akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, basi nitamfanyia wa kufanana naye. Sasa nataka tusome aya 24 ya Mwanzo 2. Ndio tuje hapa kwa, je, ulikuwa mfano, kilikuwa kitu halisia ama kilikuwa kinazungumzia kitu ambacho kitakuja baadaye? Aya 24 nasema, kwa hiyo acha tuanze 23. Adamu akasema, sasa huyu, anamwangalia Hawa sasa. Anasema sasa huyu, aya 23, ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kanuni ya msingi ya Mungu kutengeza ndoa ni kwamba amlete mwanamume, pigia mstari, na mwanamke, pigia mstari, awaunganishe
kwa kitu ambacho sisi hatuwezi elewa, wawe mwili mmoja. Unajua, ukiwaangalia unaona kwa halisia huyu ni Martin na huyu ni mke wake, mwili mmoja. Lakini anasema Mungu anawafanya mwili mmoja. Sasa kanuni zake alitaka waishije baada ya kuwaumba? Ndilo swali lako. Nataka tusome aya ambayo inapendeza sana. Kitabu cha Waefeso 5 aya 29. Halafu nitakuuliza swali mwenyekiti, naomba nijibu. Waefeso 5:29 anasema hivi, maana hakuna mtu anayeuchukia mwili wake popote. Nikuulize, wewe unaweza ukajipiga? Sema ndiyo au la. Nijipige wapi? Popote tu pale. Yani umesinywa na labda mkono wako umekufanya ukakosa hela mahali, ukasema huu mkono mimi si haunifai. Mara nyingi hujipiga kweli wakati unaumwa na mbu. Wakati mbu kikuuma ndio unajipiga, na kumbe ile ukijipiga usharuka yule mbu. Kwa una maumivu mara mbili. Kwamba umepiga mbu ameenda, alafu amekuuma mbu, alafu umejipiga pia na hukumuua. Labda niulize mwalimu, kujipiga kunapendeza? La hasha. Kwa hiyo anauliza Paulo hapa, anasema maana hakuna mtu anayechukia mwili wake popote, bali huulisha na kuutunza. Kumbe kanuni ya Mungu, hawa wawili hawa walikuwa wawe mwili mmoja, walishane, watunzane. Hiyo ndiyo kanuni ya Mungu. Katika kutunzana kuna mapungufu. Kwa hiyo mkubali mwenzio na mapungufu alio nayo. Aya ambayo nitaisoma nyingine halafu ndio tuendelee, maana najua una swali jingine, ni kitabu cha Wafilipi 2. Unajua umeongea kitu ambacho nataka nimuulize bwana, alafu tuendelee. Wafilipi itayarishe tu. Wafilipi 2. Jiandae tu Wafilipi 2. Nimefungua pako hapa. Amesema ya kwamba Bwana Mungu alisema alipomuumba, akamuumba Adamu, akamwona yu peke yake. Akasema si vyema mtu huyu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Amesoma kitabu ambacho Paulo amekiandika. Paulo anasema kumbe Mungu alikuwa na kusudi na wao ya kwamba umlishe, umvishe, ili na yeye pia akapendeze. Sawa? Sasa kule kulisha na kuvisha ni majukumu yote, mwasha kwa mwili mmoja. Ni majukumu yote wa watu wawili ama ni mmoja peke yake? Manake kuna shida mahali. Ni la jukumu lako mzai ama jukumu la wote wawili, wewe na mkeo malishana mkivishana? Ni swali zuri, lakini utajua kuwa katika kumvisha na kumvalisha sana sana Biblia limekuwa likiangazia kwa ni kazi ya mwenye boma lile. Na tunapoangalia katika Isaya 4 inapopendekeza kwa kutakuwa na wanawake 7 watakao dhamiria kuwa tutajivalisha sisi wenyewe. Tutajivisha sisi wenyewe. Tutakula chakula chetu sisi wenyewe. Bora tu tuitwe kwa jina lako, tuepukane na aibu. Kwa hivyo inaonekana kuwa si kitu kilichodhamiriwa tangu pale jadi yako ikaweze kuwa namna ile. Lakini pia ninapoendelea kuongezea katika hoja hiyo hiyo, tunapoendelea leo mada ni kuwa Mwenyezi Mungu alipomupatia Adamu Hawa katika hiyo Mwanzo 2:24 alisema kuwa naye atamwacha babake na atamwacha mamake na watakuwa mwili mmoja. Mwili huu mmoja, hakuna hesabu tena ya kutenganisha mwili huu. Na maanisha ya kuwa talaka haikuwa katika mawazo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe ya kuwa akaweze kutaliki kile alichokiweka pamoja. Sasa naomba tu nimrekeshie swali. Kutaliki ni vitu viwili. Talaka ina maana wawili wamekubaliana, wamekuja kuketi, lakini mkataba ukikataa mmoja yuaenda. Lakini katika hili Biblia, je, napenda Biblia inavyotufundisha ya kwamba sasa hawa wamekuwa mwili mmoja. Talaka yatoka wapi? Haya, nianze pale lilipokuwa, maana nilikuwa nimeshikilia mahali, kwa hiyo niendelee halafu tutakuja kusonga huku mbele. Wafilipi 2 aya ya 3. Misingi ya ndoa. Anasema msitende neno lolote kwa kushindana. Kwa kusiwezekane kutokea kwamba mwingine ajione bora kuliko mwingine. Kwa katika mapungufu yenu mchukuliane ninyi kwa ninyi.
Ndivyo alivyoandikia Paulo wa Galatia, akasema mchukuliane mizigo. Unanielewa? Anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Kuna mwingine atatenda siku hizi. Mwanzo kabisa wa Edeni, Mungu alivyosema Mwalimu Nzai ni kwamba Mungu aliazimia kwamba mwanamume awe kichwa cha familia, awe kichwa cha ndoa, na awe anatekeleza majukumu yote, kulisha na kuvalisha. Ndilo swali uliloliuliza. Naam. Sasa kuna wakati ambapo mapungufu yanaleta kwamba mwingine akafanya kitu ambacho mwingine alikuwa afanye. Ikatokea kujivuna. Lakini makubaliano. Lakini Biblia inasema kwamba msishindane. Moja, isiwe kwamba unamuona mwenzio kuwa ni duni kuliko wewe. Pili, usijivune, bali kwa unyenyekevu kila mtu na mhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Hiyo Biblia hiyo. Ni Biblia, wa Filipi 2:3. Unajua hiyo aya unayosoma, ninapoiangalia kuna wengi wanaumia pale nje. Penzi mtazamaji, Biblia inasema tusijivune wala tusijisifu. Na mara nyingi imetokea kwamba kuna mmoja hujivuna kwa kuwa amepata na mwenzake amepungukiwa. Anajivuna zaidi, akijipiga kifua. Kumbuka hii ni Biblia, lakini hii ni tamthili za semi. Kuna mazito ndani ya kujifunza. Tuendelee. Sasa mazito ya kujifunza ni haya. Naam. Kwamba Yesu akiandika kwa mkono wa Paulo katika kitabu cha Waefeso 5 anazungumza maneno haya. Waefeso 5, tutaanza polepole kidogo. Kuna aya hapa na itafuta ili tuisome. Kuna haja ya Yesu kumwambia Yohana, heri walioalikwa katika karama ya harusi au ndoa, harusi ya mwana kondoo. Kwani tutaolewa, kuna mwana kondoo atakuja kuoa. Maana mwalimu amesema mwana kondoo kulingana na Yohana 1:29 ni Yesu. Yesu atakuja kuoa bibi harusi. Anaoa bibi harusi huko mwisho. Sasa Waefeso 5 tuanze 25, tuteremke polepole. Enyi waume, wapendeni wake zenu katika Kristo, kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Upendo wa kweli hujitoa kwa ajili ya mwingine. Nikumbushe tu mtazamaji, kuna aya tuliisoma Yohana wa kwanza 3:18. Tukasema Yohana akasema msipende kwa maneno, pendeni kwa tendo, unajitoa. Tukasoma kwamba katika Mwanzo 22 kwamba Mungu naye alitoa, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa. Abrahamu alikuwa tayari kutoa kafara. Kwa hiyo upendo ni upendo wa kujitoa. Aya 26, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na mawaa, lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Vivyo hivyo imewapasa waume nao kuwapenda wake zao kama miili yao wenyewe. Ampendaye mkewe hujipenda mwenyewe. Sasa hapo unaniambia kwamba ile ndoa sasa ya ufunuo, heri walioalikwa katika karamu ya mwana kondoo. Sasa ndio hii. Na kasa maneno haya yaandikwe, maana ni maneno ya amina na kweli. Kumbe ile ndoa anayekuja kuoa bwana harusi ni Kristo. Alafu yule mke wake ni kanisa. Kwa hiyo Yesu katika anapoandika Biblia, inapoandikwa mfano huu wa ndoa, kitu halisi kinachotendeka maishani mwa mwanadamu, anaazimia kukitumia ili kufundisha mbeleni. Ndio maana tunazungumzia hata Methali za semi. Alichokisema amekisema kwa uhalisia wake na pia kwa mfano. Kwa kuna wakati ambapo Mungu anazungumzia kuhusu kitu kilicho halisi, pia anakitumia katika mfano. Kwa unabii tunaweza tukasema ndoa iliyozungumziwa ya Adamu ilikuwa ndoa halisi. Walioana mume na mke kweli, wakazaa watoto Kaini na Abili kweli, na Seth kweli. Unaona? Kweli. Lakini pia kuna ndoa na karama ya mwana kondoo, ambayo hii haizungumzii Yesu kuoa mke, inazungumzia Yesu kulichukua kanisa takatifu. Asante sana ndugu yangu Nzai, umesema kanisa ni mwanamke na Yesu anakuja kulichukua. Wacha nirejee kwako, mwanamke mwema. Najua sitaki niseme sana, lakini tusaidie. Huu mwanamke mwema
mtamtoa wapi? Ni swali fupi ambalo lafaa jibu fupi. Biblia yasema kwa mke mwema hutoka kwa Bwana. Nami nataka pia kujenga hoja hiyo ambayo limeanzishia ya kusema kuwa huyu mke mwema yotoka kwa Bwana na pia yuenda kwa Bwana. Bila kumpoteza mtazamaji, ningetaka tena turudie Ufunuo 19. Naam. Maana tunasema kuwa hii zote ni tamathali, ni vidokezo vya kueleza nini? Unabii. Je, ni fungu gani tunajaribu kulifumua? Ufunuo 19 fungu la 6. Inasema, nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi, na kama sauti ya maji mengi, na kama sauti ya radi yenye nguvu ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu Mwenyezi amemiliki. Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa arusi ya mwana kondoo imekuja, na mkewe amejiweka tayari. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri ing'arayo safi, kwa maana kitani ni nzuri, hiyo ni matendo ya haki ya watakatifu. Kwa hivyo tunajaribu tukung'amua fungu kama hili katika kitabu cha unabii, ili mtazamaji ama msomaji asiweze kupotea. Fungu la 9 nasema, naye akaniambia, andika, heri walioalikwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Katika Isaya 54 fungu la 5, Biblia inasema ya kuwa kwa sababu muumba wako ni mume wako, Bwana wa majeshi ndilo jina lake, na mkombozi wa Israeli ndiye mkombozi wako, yeye ataitwa Mungu wa dunia yote. Kwa hivyo yule aliyetuumba katika kitabu kile cha Mwanzo anakuja anasema kwa huyo ni mume wenu nini, kama kanisa ama kama Israeli. Ndio maana alikuwa anasema kwa mambo ya talaka hakuania, maana alipokuwa anafundisha hayo katika Mathayo 19 nasema kwa hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asiwatenganishe. Wakamwambia, jinsi gani basi Musa aliamuru kumpa hati ya talaka na kumwacha? Akawaambia, Musa kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu, lakini tangu mwanzo haikuwa hivi. Nami nawaambia ninyi, kila mtu atakayemwacha mkewe isipokuwa anaendelea. Na nataka kusema kuwa Mwenyezi Mungu ama Yesu Kristo mwenyewe anapeana nia ile iliyokuwa tangu pale jadi. Na yeye kama tulivyosoma katika Waefeso 5, tunaonyesha kuwa yeye ndiye kilelezo katika ndoa. Kile anachofanya Yesu Kristo ndicho mume anafaa kufanya pia katika ile ndoa yake. Ambao kwa la kwanza na la pili na la tatu, alafu tumpatie mwalimu wetu ni msamehe mwenzi wako hata kama hastahili. Unapata kwa Yesu Kristo hata alipokuwa anakufa pale msalabani anasema wasamehe maana hawajui wanalolitenda. Kwa hivyo msamaha ni jambo la msingi katika kusimamisha ndoa. Jambo la pili ni kukubali mwenzi wako hata akiwa pamoja na makosa. Unapata katika ule ukamilifu wa pale shambani Edeni, Yesu Kristo bado alikuwa amependa kanisa na alikuwa na madhumuni na nia ya kuwa kanisa litakapokuwa limekomaa litajiunga pamoja na mbingu. Lakini kanisa lile pale katika shamba la Edeni likapotoka, likasikiza sauti nyingine ile joka. Lakini anasema katika makosa hayo yote Mwenyezi Mungu bado akampenda. Jambo la tatu na la mwisho katika neno hili ni kumweka mwenzi wako mbele yako. Mara nyingi sana hatujajua kujinyima nafsi. Tunajipenda sana mpaka tunasahau ile mwenzi wako. Kwa hivyo ili katika ndoa zetu zikaweze kudumu, tumwangalie Yesu Kristo. Alitusamehe, alitupokea jinsi tulivyo, na pia alituweka sisi mbele. Akaona uhai wake kweli ni wa maana, lakini akasema acha niwapatie maisha yangu ya milele na milele, nichukue kifo chao cha aibu chao milele na milele. Huo ndio upendo ambao Mwenyezi Mungu katika ishara na katika mafumbo anataka tukaweze kuonyesha ndoa yetu pale chini, ikiashiria ile ndoa takatifu itakayofanyika. Asante sana. Asante sana Mwalimu Nzai. Na mpenzi mtazamaji unayetazama runinga Hope Channel Kenya, ninafahamu mambo mengi kupitia somo hili, kwa sababu walimu wananielekeza vizuri ya kwamba ndoa hapo mwanzo ilikuwa halisi,
Adamu aoe mkewe, na kweli wakazaana. Lakini ya sasa inakuja na mtizamo wa kiroho ya kwamba ndoa tunaoongea sasa ni mahusiano ya ndani zaidi kati ya Mungu na mwanadamu, ili kusudi mwanadamu aweze kuwa na nafasi ya kukaribia muumba wake. Anafananishwa na mume anavyompenda mke wake, ndivyo mwanadamu anafaa kumpenda Mungu, na Mungu yeye anasema yuko tayari kufa kwa ajili yako, na kweli alikufa msalabani kwa ajili ya mwanadamu, yani upendo wa dhati. Ni kweli. Narudi kwako Mwalimu Juma, kuna kitu hapo kimetajwa ambacho najaribu kukiangalia. Nataka tuangalie vitu tumalizane navyo. Ya kwanza, mwanamke mwema ana karakta, ana tabia nzuri, ambayo hizi tabia sio kama mwanamke mwema toka wapi? Kutoka kwa Mungu. Kutoka kwa Bwana. Kama toka kwa Mungu, ni tabia gani ambazo utakana awe nazo huyu mke mwema, ili kusudi hawa mabwana wanaokwenda kuoa sisi sasa najua huyu ni mke mwema? Asante mwalimu. Wacha niongezee kitu ambacho mwalimu alikuwa amesema sekunde 30. Yohana 6 aya ya 30. Naam. Na nisome aya 37. Wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote atakayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Naam. Kwa maana mimi sikushuka kutoka mbinguni ili niyafanye mapenzi yangu. Anasema hivi: kila kijana anayepanga kuoa huposewa mume na baba yake. Yesu anasema nami nimeposewa mume na baba yangu. Mke samahani, na baba yangu. Naam. Ameposewa mke, yaani mimi na wewe tuliomkubali Yesu tumeposwa, na anasema hakuna ajaye kwangu kama hajapewa na baba, kama hajapewa hiyo nguvu na baba yangu. Lakini anasema ajaye kwangu sina mpango wa kumtupa nje. Sina mpango wa kumpoteza. Kwa hiyo hakuna mpango ulioanzishwa wa talaka zamani za ndoa. Hata sasa Yesu hana mpango wa kutaliki mke ambaye ni mimi na wewe anaotuposa. Sasa katika kitabu cha Ezekieli mke mwema, nataka tusome Ezekieli 16 tutazame uhusiano ulioko kati ya mke mwema na mumewe na Kristo. Lakini mtazamaji akitaka kusoma tabia za mke mwema anaweza soma kitabu cha Waefeso 5 kuanzia 25 na kuendelea. Enyi wake wapendeni waume zenu na mambo kama hayo. Lakini Yesu akizungumza hivi katika kitabu cha Ezekieli 16 aya ya 4 mpaka ya 14. Kuna aya nyingi hapa, lakini nataka tuzipitie kwa haraka kwa sababu ya muda. Nianze aya ya 4. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa, kitovu chako hakikukatwa wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, hukutiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Hapana jicho lililokuhurumia ili kukutendea lolote la mambo hayo kwa kukuhurumia, lakini ulitupwa nje uwandani, kwa kuwa nafsi yako ilichukuliwa katika siku ile uliozaliwa. Nami nilipopita karibu nawe, nilikuona umegaagaa katika damu yako, na nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Nalikuambia ujapokuwa katika damu yako uwe hai. Nalikufanya kuwa maelfu elfu katika mimea ya mashamba, ukaongezeka na kuzidi kuwa mkubwa, ukapata kuwa na uzuri mno. Matiti yako yakawa makubwa, nywele zako zikawa zimeota, lakini ulikuwa uchi, huna nguo. Basi nilipopita karibu nawe. Huyu ni Yesu anasema, mwanadamu ulikuwa bure, ulikuwa hufai. Katika kitabu cha Petro wa kwanza 1 aya 18. Niisome nikieleza haya. Najua mwalimu unaniangalia ukitaka kuniambia muda umesonga, lakini sikiliza neno hili. Petro wa kwanza, samani kwa nimefungua Petro wa pili 1 aya ya 18. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Mke mwema ni mke ambaye anakuwa mtiifu kwa mumewe, ni mke ambaye ni mwaminifu kwa mumewe, mke ambaye hampandi mume wake kichwa. Anasema, maana ukiendelea katika aya 15 na aya 16, mke huyu alianza kuwa mkorofi, akaanza usherati. Kwa sababu sikuwa na muda wa kusoma Ezekieli 16, 15 na 16, mke huyu anaanza kufanya maovu. Baada ya kufanyiwa haya yote, aya hii inaeleza alipambwa, kupambwa na kitani safi ile tuliyosoma mwalimu ya Yohana, Ufunuo wa Yohana 19. Akaanza kuwa mkorofi. Mke mwema ni mwaminifu.
mke mwema ni mtiifu, maana ndivyo ilivyoandikwa, mke mwema ni mnyenyekevu. Unajua, ndio maana nilitaka niweze kutafutia mahali nikufiche, kwa sababu nilikuwa najua kuna mahali nilikuwa nataka nikupeleke. Unajua kuhusu mke mwema na kuna mke mkorofi. Sasa yule mke mkorofi kwa tumwangalie, tupatie mke mwema tumjue. Alafu yule mkorofi nilikuwaje akawa mkorofi? Kwa nini kutakuwa na uasherati wa kiroho? Walimzai. Kwa nini kulikuwa na uasherati wa kiroho? Na nitaka useme ya kuwa watu wengi, kama nilivyokuwa nasoma katika Isaya 4, nadhani pale nilikuwa nimegusia kidogo tu, nilikuwa kwa wengi hawajataka ama hawajatamani kuwa na Yesu Kristo kama kiongozi wao. Ndio maana katika sheria 10, katika sheria ya kwanza inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Na kama tulivyosoma katika Isaya 54 ya kuwa muumba wako ambaye ni Mungu wako, ambaye ni Bwana wa majeshi, ndo mume wako. Kwa hivyo utakapojitengenezea mungu yeyote mwingine, unajiozesha ama unajiposesha kwa hiki kiumbe kingine unachokiita Mungu wewe. Na unapoangalia katika zote alieleza dhahiri katika kitabu cha Waefeso, na katika pia kitabu cha Mithali 31 utapata ishara pale za mwanamke ambaye ni mkamilifu. Lakini zaidi ya yote tunapoangalia tusipoteze maana ya kuwa tunajaribu kung'amua ama kueleza kitabu cha unabii katika njia halisia, njia rahisi iwezekanavyo. Katika kitabu cha Ufunuo 12 unapata kuwa kunaye mwanamke pale. Na katika Ufunuo 18 kunaye mwanamke pia pale. Huyu katika Ufunuo 12 ni mwanamke ambaye ni mkamilifu, ambaye ndani ya kanisa lile Yesu Kristo yuaja. Na shetani akapiga vita sana. Lakini kunaye Babeli ambaye ni mama wa makahaba, alifanya uasherati. Na hukumu yake ni ataangamizwa, maana si yeye tu peke yake, amewanyeshwa mvinyo wa uasherati kwa wale wengine wote pale. Ambao kwa hivyo kama kanisa hili, kama mwanamke ni kanisa safi, basi yule mwasherati ni wale wote ambao wameendelea kuchukua mafundisho ya mwovu shetani ama yasiyo ukweli ndani ya Yesu Kristo. Asante sana. Nilikuwa natafuta hiyo luahabu la mwanamke kahaba, maana tunajifunza vizuri. Hata Hosea pia naye aliweza kukua mtihani mkubwa sana na Mwenyezi Mungu. Hata mmoja akauliza, kwani Mungu alikusudia kweli Hosea apitie kipindi hiki? Akasema naam. Kwa nini? Kwa sababu wana wa Israeli walimkataa Mungu hadharani. Ikawa Mungu anawapatia mfano kupitia Hosea. Hosea, kama wewe wasikia uchungu sababu wewe mwanamke, je, mimi nisikieje jua Israeli kuniacha wafuate wanaume wengine? Ina maana naume vile alivyonifanyia wewe ndivyo Israeli wamenifanyia. Kwa Mwenyezi Mungu hapendi tumwache, ataka tumkumbatie katika kumfuata. Penzi mtazamaji, pengine hizi kupitia jumbe ambazo tayari kashatumwa hapa ili tuweze kuwasiliana na wale wasikilizaji bora tutazama moja kwa moja kupitia runinga yetu ya Hope Channel Kenya na mitandao ya kijamii. Anasema I'm watching live from Nairobi. Hajasema is it TV ama katika mitandao ya kijamii, lakini ubarikiwe sana. Swali, mwalimu, Mungu anakubali divorce? Mungu anakubali divorce? Kizungu ama Kiswahili ni kutenganisha, talaka. Ulikuwa ushasema tayari Mungu hataki nini? Talaka. Nafikiri swali ambalo tutalijibu tukia kitambo. Vile vile pia anasema happy Sabbath, tunazidi kubarikiwa na hili fundisho kuu la ndoa from Tasia Nairobi. Asante sana. Huku niambia nani kutoka Tasia Nairobi. Juliana huyu ni nani? Kumradhi, Hezron Nyamaino. Hezron Nyamaino kutoka Tasia Nairobi, kumradhi sana. Julius Juma, happy Sabbath good people watching live from Mombasa, Likoni South SDA. Likoni South, huyu anasema anafurahia lakini hana swali. Kuna mmoja anasema happy Sabbath, I'm Josephat from Nyamira. Huyu ni Jospizi, jina safi. Anasema I'm watching from Nyamira, Tinga SDA Church. Please I request for your prayers. I'm jobless, nipate TSC job permanent. Asante sana. Hayo ni maombi ambayo hata kesho pia yatakuwa katika prayer center ili kusudi aweze kuletwa mbele za Mwenyezi Mungu. Tutafuatilia zaidi. Jeff Kawa anasema nafuatilia nikiwa Ongata Rongae. Mungu alitakasa ndoa, sabato na sadaka. Asante sana ndugu yangu Jeff Kawa. Huyu anasema Franklin Sweeney anasema following from Kapsabet. Asante sana kutoka maeneo ya Kapsabet. Samson Kiok, yani Kiok ameibana pale si kama ni Kioko,
lakini ameweka Kiok. Asante sana. Following from Al-Musakwa SDA Church Lunga. Asante sana Franklin. Vile Samson, kumradhi. Matthew Martha Kwamboka, following from Kitengela. Asante sana Martha Kwamboka. Nicholas Makoha anasema sabato njema, happy Sabbath. Huyu ni Makoha kutoka Sirakaru SDA na Itiri District. Madhara ya talaka ni yapi? Madhara ya talaka ni yapi walimu? Ukipewa talaka madhara yake nini? Naam, ningetaka kusoma tena katika kitabu cha Mathayo 19 ili tukaweze kuelewa jambo zuri ambalo nimeona limekuwa swali la pili. Kwa hiyo unapokuwa swali la pili katika muda huu mchache, ni kwa mtazamaji anaweza kuwa kuna swali lingine zaidi. 19 inasema, akawaambia Musa, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwapa ruhusa kuacha wake zenu. Sababu ya talaka ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu. Ya kwa kuna mambo mengine yanafanyika, unapata kwa talaka inafanyika. Kama mambo ya kupotezea shana uhai, kama mambo ambayo ni ugumu ya mioyo. Yana visa vingi sana. Visa vingi lakini sana. Tunapoangalia ile dhamira ya Mwenyezi Mungu tangu kale, tangu jadi, ni kwa talaka isikuwepo. Na hata yeye Yesu Kristo mwenyewe, kama yeye ndio kioo cha jamii ama yeye ndio kielelezo wetu, hajaamua wakati wote atutaliki hata kama tumepotea, kama vile Hosea alivyokosa kumtaliki Goma. Asante sana. Neno lako la mwisho, sekunde 2-3. Mungu ana kusudi na kila neno linaloandikwa katika Biblia. Asante sana. Kusudi la Mungu la ndoa ni kutusaidia wanadamu kuelewa kwamba upendo unaodhihirishwa katika ndoa ndio upendo ambao Mungu anaweza kuudhihirisha kwa wanadamu wote, na siku moja sote kama tutakuwa waaminifu atuchukue kwake milele. Asante sana. Ndugu yangu, neno la mwisho. Neno la mwisho ni kuwa kama alivyosema Rebeka ya kuwa nitakwenda, niko tayari kwenda kwa Isaka. Kanisa halijalazimishwa kuwa mke wa Mwenyezi Mungu ama kuwa bibi harusi wa Yesu Kristo, ni kwa hiari. Lakini amebarikiwa na iwe kwa heri yeyote atakaye kuwa katika ile karamu. Mimi nawe tukaweze kupatana katika ile karamu. Asante sana. Ndugu yangu Juma, pengine unaweza kutufungia kwa ombi. Wacha tuombe. Mungu wetu na Baba yetu tupendaye, jina lako litukuzwe. Asante kwa taasisi ya ndoa ambao kwayo umeitumia kuwa kama mfano kwa ajili ya wanadamu kuelewa upendo ulio nao kwetu. Asante kwa sababu ya taasisi hii ambayo kwayo wanadamu wanazaliwa na kulelewa na kufunzwa maadili. Na pia asante kwa sababu ya kanisa lako ambalo Mungu kupitia kwa hili kanisa unaandaa wanadamu kwa ajili ya karamu kuu mbinguni. Asante kwa ajili ya mtazamaji ambaye pia naye umemsaidia na umemfunulia na amekuwa mfuasi katika kanisa. Na kwa kuwa anakufuata wewe Kristo, tunaomba kwamba kwa njia ya kipekee na njia ya unyenyekevu, mambo haya tuliyozungumza hapa huenda yakawa yamekuwa magumu na hajaeleweka kwake, lakini Roho wako akayafanye kuwa mepesi. Tusamehe dhambi zetu, tulindie imani zetu. Kuna ndugu ameomba kwamba anahitaji kupata kazi ya serikali, ni mwalimu, analilia kwamba Yesu, wewe upaye wanadamu wote, yeye naye ukampe. Msaidie basi atakapopata awe mwaminifu hata kurudisha zaka na sadaka na kukupokea tena, na kuwa mwaminifu hata kuwaambia wengine kuhusu mambo uliyomtendea, ili akawe shahidi wa mambo hayo na mengine ambayo utamfunulia. Asante kwa kuwa umetuandalia nafasi katika ufalme wako na katika karamu yako. Tunapojiandaa kufika kule, usituache katika ulimwengu huu wenye dhiki. Endelee kuwa pamoja nasi, zidi kuwa pamoja na mtazamaji. Mapenzi yako yatendeke. Tumeomba kwa imani kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Asante sana mpenzi mtazamaji unayetazama runinga Hope Channel Kenya. Tumefikia tamati ya kipindi hiki cha Biblia kujifunza uchambuzi wa Biblia. Mpenzi mtazamaji, imekuwa furaha yangu kubwa sana. Maswali yanazidi kumwagika. Pastor Samba Walter anasema asante kwa swali lako, unatupata kutoka Nyamira Town. Keren Hap Puk Jep Korir anasema yuko Karen. Asante sana Keren Hap Puk. Leila, asante sana. Blessed Brethren. Mam Tiff Trevor anasema yuko Dubai. Asante sana kutoka maeneo ya Dubai. Anasema je, nikishindwa nitoke niende ama nibaki? Usitoke,
baki katika ndoa yako, maana Mungu amekubariki nayo. Penzi mtazamaji, sina budi isipokuwa kutamatisha kipindi hiki cha kujifunza Biblia kwa undani. Nimekuwa na mwalimu wangu Francis Juma, vile vile nimekuwa na mwalimu Zai Kombe. Mimi nimekuwa wako Martin Ndatune, na mwelekezi wangu ama mtangazaji mwenzangu katika ishara anajulikana kwa jina la Beatrice Nyamwea, ambaye amekuwa akisaidia nayo katika njia tofauti sana. Mungu aweze kubariki. Yangu mimi kusema asante hadi juma lijalo. Sehemu ni hii. Kumbuka wakati ni sasa, awamu hii tunaelekea kutamatisha kipindi hiki, lakini usiachwe nyuma. Mkubali Yesu kama Bwana Mwokozi wa maisha yako, ndio wakati wetu. Mungu wa neema aweze kuwabariki hadi juma lijalo, hapa tu. Barikiwe sana.